Hello everyone. Leo tunakwenda kuzungumzia sukari ya damu. Na tunakwenda kuzungumzia aina ya vyakula ambavyo tumekuwa tunavitumia kila siku tukijua kwamba ni vyakula vya kawaida lakini vinatuletea madhara makubwa. Unajua kuna wimbi la changamoto ya sukari ya damu sana kwa siku za hivi karibuni, kuanzia watoto wadogo, watu wa kati hadi watu wazima kabisa wazee wanakutana na changamoto hii ya sukari ya damu. Moja ya chanzo ambacho kinasababisha watu waweze kukutana na changamoto hii ya sukari kwenye damu ni vyakula ambavyo tunakula kila siku. Tunajua kwamba katika mfumo wa maisha yetu ya sasa hauwezi kuafford kila kitu ambacho kinaweza kikabalance afya yako, kubalance sukari yako, kubalance kila kitu kwenye maisha yetu, kutokana pia na uchumi na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo tunalazimika kula kile ambacho tunakiona kwetu kina urahisi wa kupatikana. Lakini leo nataka nikwambie kwamba kuna aina ya vyakula ambavyo tunakula karibu kila siku, tunaviona ni vya kawaida kabisa, lakini ukila kwa kiasi kikubwa au mara kwa mara vinaweza kufanya sukari ya damu ipande kwa haraka zaidi. Na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba baadhi ya vyakula hivi ni vitamu, sio tu vitamu hata kidogo. Ndio maana leo nataka tuzungumzie vyakula ambavyo vinaweza kuongeza sukari ya damu kwa haraka. Kwa nini hilo linatokea na ni namna gani inaweza unaweza kuvila kwa njia yenye afya zaidi. Lakini usikimbilie tu kuacha chakula chochote kile kwa ajili ya hofu, kwa sababu mwisho wa video hii nitakuonyesha pia mambo machache rahisi sana ambayo unaweza kuyafanya baada ya kula ili kusaidia mwili wako kudhibiti na ongezeko la sukari ya damu ambayo imekuwa ndo inatokea mara kwa mara. Naamini pia unapenda kujifunza kuhusu afya, lishe na namna ya kutunza mwili wako. Hakikisha tu kwamba umesubscribe kwenye channel yetu ya Uhuru wa Afya. Bonyeza tu hapo neno subscribe, unaweza kubonyeza hiyo kengele, na cha kuzingatia zaidi kwamba usiondoke kabisa katika video hii na uitazame hadi mwisho ili pia uweze kuelewa kile ambacho tumekizungumza katika video hii. Mimi ni Dr. Bernarda, naendelea kuwepo na wewe hapa kwa ajili ya kukupatia habari njema kabisa kuhusiana na afya. Na kama una changamoto yoyote ya sukari, iwe sukari ya kupanda, sukari ya kushuka na aina yoyote ya sukari kwenye damu, unaweza ukawasiliana nasi hapa. Namba za simu zinapita katika skrini yako. Hapa nitaweza kukushauri bure kabisa. Vile vile tutaweza kukupatia suluhisho la changamoto ambayo unapitia. Sehemu ya kwanza tutakwenda kuzungumzia kwanza na kukuelewesha sukari ya damu ni nini. Kabla hatujaangalia vyakula, ni muhimu kuanza kuelewa sukari ya damu ni nini. Na tunapokula chakula chenye wanga, mwili kuvuja sehemu ya wanga hiyo na kuibadilisha kuwa glucose, ambayo ni aina ya sukari inayotumika kama chanzo cha nishati. Glucose hiyo huingia kwenye damu. Mwili unapogundua kuwa glucose imeongezeka, kongosho hutengeneza hormone inayojulikana kama insulin. Insulin husaidia glucose kutoka kwenye damu na kuingia kwenye seli za mwili, ambako inaweza kutumika kama nishati au kuhifadhiwa. Tatizo linaweza kutokea pale ambapo sukari ya damu inapanda mara kwa mara au mwili hauitikii insulin vizuri. Ndio maana aina ya chakula unachokula, kiasi unachokula na jinsi unavyokula vina umuhimu mkubwa sana katika kujenga afya yako. Naamini hapo umepata kuelewa maana halisi ya sukari ya damu. Sehemu ya pili hapa nitakwenda kukwambia chakula cha kwanza na vinywaji vyenye sukari vinaweza kuongeza sukari ya damu. Tuanze na kundi ambalo watu wengi hawalijui au tunalijua. Vinywaji baridi, baadhi ya juice zilizoongezwa sukari, energy drinking, chai au kahawa vyenye sukari nyingi, pamoja na vyakula vingine vinavyoongezwa sukari vinaweza kuongeza glucose kwenye damu kwa haraka zaidi. Tatizo kubwa la vinywaji vyenye sukari ni kwamba ni rahisi kunywa kiasi kikubwa bila
kujisikia umeshiba. Unaweza kunywa kinywaji chenye sukari nyingi ndani ya dakika chache, lakini usingependa kula kiasi hicho hicho cha chakula kigumu kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama unataka kupunguza ongezeko la sukari kwenye mlo wako moja ya hatua rahisi ni kupunguza vinywaji vyenye sukari nyingi na kuzingatia maji au vinywaji visivyokuwa na sukari iliyoongezwa kabisa. Sehemu ya 3 tutakwenda kuzungumzia hapa chakula cha mkate mweupe na vyakula vya unga uliochakatwa sana. Sasa hapa ndipo watu wengi sana wanashangaa. Mkate mweupe sio lazima uwe na ladha tamu, lakini bado una wanga mwingi, unaweza kuvunja na kuwa glucose. Vyakula vinavyotengenezwa kwa unga uliosindikwa sana vinaweza kumeng'enywa kwa haraka zaidi kuliko vyakula vyenye nyuzi nyingi. Hiyo ndiyo sababu sio suala la kuangalia tu chakula kina ladha ya sukari, hapana. Unahitaji pia uangalie aina ya wanga iliyomo ndani ya chakula. Kwa mfano, badala ya kula kiasi kikubwa cha mkate mweupe pekee, unaweza kujaribu kuchanganya mlo wako wa protini, mboga na chanzo cha mafuta yenye afya. Hii inaweza kukusaidia sana kufanya mlo wako uwe na uwiano mzuri kabisa. Sehemu ya 4 hapa tutazungumzia vyakula vya kukaanga na wanga mwingi. Kama chipsi, viazi vilivyokaangwa, maandazi na vyakula vingine vyote vinavyowezwa kukaangwa kuwa sehemu ya mlo. Lakini tatizo linaweza kutokea unapovila mara kwa mara na kwa kiasi kikubwa. Viazi vinawanga na namna vinavyohatarisha inaweza kubadilisha jinsi mlo huo unavyoathiri kabisa mwili wako. Pia vyakula vyenye kukaanga vinaweza kuwa na kalori nyingi sana. Kwa mtu anayekula mara kwa mara vyakula vya aina hii, hasa bila mboga na protini ya kutosha, ni rahisi sana kupata mlo usiokuwa na uwiano. Kwa hiyo sio lazima kusema usile viazi kabisa. Badala yake zingatia kiasi, namna ya kupika na kile unachokula kwa pamoja kila siku. Na sehemu ya 5 tutazungumzia mchele mweupe. Mchele ni chakula muhimu sana kwa watu wengi, lakini aina ya mchele, kiasi unachokula na vyakula unavyounganisha navyo vinaweza kufanya tofauti. Mchele mweupe una wanga mwingi na kwa baadhi ya watu unaweza kuongeza sukari ya damu kwa kiasi kikubwa sana baada ya kula, hasa unapoliwa kwa kiasi kikubwa. Hapa kuna kosa ambalo watu wengi pia huwa wanalifanya. Wanaweka sahani kubwa ya mchele halafu mboga ni kidogo sana na protini ni kidogo. Badala yake jaribu kufanya sahani yako iwe na uwiano. Weka mboga nyingi zaidi, ongeza chanzo cha protini kama maharage, samaki, mayai au nyama isiyokuwa na mafuta mengi. Halafu kiasi cha mchele kiwe sehemu ya mlo badala ya kuwa karibu sahani nzima ni wale. Sehemu ya 6 hapa tutakwenda kuzungumzia vitafunwa vyenye sukari nyingi. Nikusitu kama hauja-subscribe bado, hakikisha unabonyeza neno subscribe ili uweze kupata video zetu nyingine pindi tu tunapokuwa tunazi-upload. Kama biskuti, keki, donuts, maandazi yenye sukari na vitafunwa vingine vinavyotengenezwa kwa unga pamoja na sukari. Vinaweza kuwa na mchanganyiko wa wanga uliosindikwa, sukari iliyoongezwa na mafuta. Tatizo tu sio kula kitu kimoja mara moja. Tatizo kubwa linaweza kuwa tabia ya kuvila kila siku mara nyingi na kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano, mtu anaweza kula kifungua kinywa chenye chai yenye sukari na maandazi, baadaye biskuti mchana, mchele mwingi jioni, soda, halafu usiku chakula kingine chenye wanga mwingi. Mwisho wa siku mwili unapokea wanga na sukari nyingi zaidi kuliko mtu anavyoweza kutambua. Sehemu ya 7, sio vyakula vyote vya carbohydrate ni vibaya. Hili ni jambo muhimu sana. Usifikirie kwamba ukisikia wanga
basi kila chakula chenye wanga ni kibaya. Hapana, mwili unahitaji wanga kama chanzo cha nishati. Tatizo mara nyingi linahusiana na aina ya kila, kiasi cha muktadha wa mlo. Maharage yana wanga lakini pia yana protini na nyuzinyuzi. Matunda yana sukari ya asili lakini pia yana nyuzinyuzi, vitamini pamoja na madini. Nafaka zisizokobolewa nazo zinaweza kuwa na nyuzinyuzi nyingi zaidi kuliko nafaka zilizosindikwa sana. Kwa hiyo usianze kuogopa chakula kwa sababu tu kina carbohydrate. Jifunze kuchagua aina bora kabisa na kula kwa kiasi kinachofaa kabisa. Hiyo itakusaidia zaidi. Sehemu ya 8, kitu kimoja watu wengi hawakijui kuhusu matunda. Watu wengi wakisikia kuhusu sukari ya damu huanza kuogopa matunda, lakini hili sio jambo la kufanya kwa jumla. Matunda mazima yana nyuzinyuzi na virutubisho mbalimbali. Tofauti kubwa inaweza kuonekana unapolinganisha tunda zima na juisi. Unapokula tunda zima unapata pia nyuzinyuzi na unatumia muda kulitafuna. Lakini unapokunywa juisi unaweza kupata sukari kutoka kwenye matunda mengi ya muda mfupi. Kwa hiyo mara nyingi ni bora kuzingatia tunda zima kuliko kunywa juisi yenye glasi kikubwa cha matunda, hasa ikiwa juisi hiyo imeongezwa sukari. Sehemu ya 9, kwa nini nyuzinyuzi ni muhimu? Sasa tunazungumzia kitu ambacho watu wengi hawakizingatii kabisa, nyuzinyuzi. Nyuzinyuzi hupatikana kwenye mboga, matunda, maharage, dengu, nafaka zisizokobolewa sana, karanga na mbegu. Nyuzinyuzi zinaweza kusaidia kufanya mmeng'enyo wa chakula uwe wa taratibu zaidi, na zinaweza kusaidia kupunguza kasi ambayo glucose huingia kwenye damu. Ndio maana sahani yenye mchele peke yake inaweza kuwa tofauti na sahani yenye kiasi cha mchele, maharage, mboga na chanzo cha protini. Hii ndio sababu ninaposema usiangalie chakula kimoja tu, angalia sahani nzima ina nini. Sehemu hii nitazungumzia vitu ambavyo haupaswi kuvifanya baada ya kula. Baada ya kula chakula, watu wengi hukaa kwenye sofa, kitandani au kwenye kiti kwa muda mrefu. Lakini kama afya yako inaruhusu kutembea kwa muda mfupi baada ya kula, kunaweza kuwa ni tabia nzuri ya kuzingatia. Mwili wako unatumia glucose kama nishati unapokuwa unafanya shughuli za mwili. Hivyo hutembea kidogo baada ya mlo kunaweza kusaidia mwili kutumia glucose. Haimaanishi kwamba kutembea ni tabia ya sukari, hapana. Na kama una kisukari na unatumia dawa au insulin, usibadilishe matibabu yako kwa sababu ya ushauri wa mtandaoni. Lakini kwa mtu ambaye anaweza kufanya mazoezi kwa usalama, kutembea ni tabia nzuri sana kiafya. Sehemu inayofuata hapa tunazungumzia usikazie chakula peke yake. Afya ya sukari na damu haihusiani na chakula pekee. Uzito wa mwili, kiwango cha shughuli na mwili, usingizi, msongo wa mawazo, gastritis na hali nyingine za kiafya zinaweza pia kuwa na nafasi. Ndio maana mtu mmoja anaweza kula chakula fulani na glucose yake ikaongezeka kwa kiwango tofauti na mtu mwingine. Hivyo usijilinganishe na mtu mwingine kabisa. Kama una wasiwasi kuhusu sukari yako ya damu, jambo bora ni kupima na kuzungumza na mtaalamu wa afya. Sehemu ya 12 nitakwambia dalili ambazo haupaswi kuzipuuza. Kuna baadhi ya dalili zinaweza kuonekana kuwa mtu mwenye sukari ya damu iliyokuwa juu, ingawa dalili pekee haziwezi kudhibitisha kuwa mtu ana kisukari. Mtu anaweza kuwa na kisukari mara kwa mara
kukojoa mara nyingi, kuona ukungu, kuwa na uchovu, kupata maambukizi mara kwa mara au kupungua uzito bila sababu. Lakini kikubwa na cha muhimu ambacho unapaswa kukumbuka, sio kila mtu mwenye kisukari ya juu huwa na dalili kama hizo. Ndio maana kupima sukari na damu ni muhimu zaidi kuliko kutegemea dalili pekee. Kama una wasiwasi, nenda kituo cha afya na uombe ushauri kuhusu vipimo vinavyofuata. Sehemu ya mwisho hapa nitakwenda kuambia kwamba kabla hatujafunga video hii, nataka nikupe mambo 5 rahisi ya kuanza nayo. Namba 1, punguza vinywaji vyenye sukari nyingi. Namba 2, usijenge mlo wako wote kwenye wanga pekee, changanya na mboga na chanzo na protini. 3, kula matunda mazima mara nyingi kuliko kutengeneza juice. 4, ongeza vyakula vyenye nyuzi kama mboga, maharage, dengu, nafaka zisizokobolewa pamoja na karanga na mbegu. 5, kama afya yako inaruhusu, fanya shughuli za mwili mara kwa mara na jaribu kutembea baada ya mlo. Ni jambo la muhimu kuliko vyote. Usiogope chakula, jifunze kuchagua, kupima na kutumia kwa kasi. Kama umefika mpaka hapa mwisho, basi tayari umejifunza jambo muhimu sana. Sukari ya damu haipaswi kutazamwa kwa kuangalia sukari kwenye chakula peke yake. Aina ya wanga, kiasi unachokula, nyuzi, shughuli za mwili na maisha yako kwa ujumla vinaweza kuwa na nafasi kubwa sana. Na kama una sukari au unaambiwa una sukari ya juu, usiache dawa wala kubadilisha kwa matibabu kwa kutegemea tu video hii. Pima, pata ushauri wa mtaalamu.